Ini mini basi, panda uchukue nafasi, kisha uongee nasi kuhusu mambo yanayokugasi. Toa hoja, au kauna wasiwasi, usiwe mwoga kuingia kwenye mini basi. Mini basi. Tumerudi, kipindi ni mini bus na wakati wa mada pili ambao bado kwenye masuala afya na kijamii umefika. Tunaendelea na nini tu? Hali ya vyoo vyetu vya jumuiya. Dani, hali yake iko shocking wanasema wazungu. Inatisha. Sasa tunaangalia upatikanaji wa vyoo vya jumuiya. Wa Afrika tunajali vyoo. Kwa nini sehemu kama Kariakoo, Posta, upatikanaji wa vyoo ni ukienda Mwanza vituoni, yani sehemu za jumuiya, wapi tuweze kujistiri tukiwa na hitaji ya kwenda msalani? Kwa nini hatuko hivi? Kwa nini maji hayapatikani? Kwa nini vyoo ni vichafu hata hivi vilivyokuwepo? Ni sisi wa Tanzania tu? Je, nchi zingine nao hali ya upatikanaji wa vyoo ukoje? Tuongee na Watanzania. Wakera iwakeri, tumezoea, tunaenda vichakani, poa tu. Hali ya vyoo, nadhani hali ya vyoo kwa sisi hapa Tanzania hatujawa na vyoo vizuri vya kusema kwamba hivi vyoo vya kuweza kutumia Mtanzania, kwa sababu vyoo vyote ambao hata unavyovizungukia wewe, hata vituo vya afya, unakuta vyoo havina mazingira mazuri, vyoo ni vichafu, vinanuka. Kwa Mtanzania mwenye elimu zaidi, na kile ni kituo ambacho ni cha afya, unatakia choo chako unakirekebisha vizuri, kinakuwa katika hali ya mazingira mazuri. Hata Mtanzania anaweza akaingia kwenye kile choo akajua kabisa hichi choo ni kwenye kituo cha afya, choo kimekaa katika mazingira ambayo ni mazuri, yanastahili kwa mwanadamu kuingia mule. Lakini sasa nani anaachaga hayo mazingira machafu? Mazingira machafu wanaoacha ni sisi. Kwa asilimia vyoo vingi vilivyokuwepo ni vya watu binafsi. Naam. Kwa hiyo maji yenyewe inakuwa shida. Kutegemea maji ya DAWASA. Maji ya DAWASA na yenyewe hapa kutoaji kwake unaweza kukuta mwezi anatoka mara 2. Naam. Kwa hiyo ndio maana kukuta vyoo vichafu. Vyoo vipo lakini ndio vingi vichafu kwa sababu maji yenyewe hamna. Tushushe watu alafu mada endelee. Tumerudi, kipindi ni minibus, tumeshusha watu na mada inaendelea. Tunaendelea kusogea kwenye ruti yetu huku, tunaendelea kuelimika na kufungua mtazamo wa vichwa vyetu. Mada hewani ni upatikanaji wa vyoo vya jumuiya na kwa nini Watanzania hatuko focus kwenye kujenga vyoo na sanitation. Upatikanaji wa vyoo sehemu unayokaa ukoje? Mtaa wako una choo cha jumuiya? Ukiwa Posta, ukiwa Kiboroni Moshi, ukiwa Mwanza, ukiwa Mbeya, ukiwa Singida, kwenye sehemu za jumuiya, kwa nini hatuna sehemu za kwenda kujistiri wa Tanzania? Hii ni historia, ni kwamba hatujali, hatuna tamaduni hiyo, ni serikali, ni jamii, ni nani? Mimi kwa mtazamo wangu naona kwamba swala la vyoo sio Tanzania peke yake. Wa Afrika utamaduni huo tumeweka nyuma sana. Kwa sababu mtu akiwa labda Kariakoo pale hamna choo cha jumuiya, unakuta anaweza kujisaidia kichochoroni tu pale. Unaona kuwa inasababisha kuwepo kwa magonjwa ya milipuko kama kipindupindu, homa za matumbo. Kwa hiyo kutokana na sosi yake inakuwa inaanzia chini. Kutokana hatujali chini, ndio maana baadaye tunapata magonjwa ya milipuko. Ndivyo tunagali chini zaidi. Magonjwa kama tusingekuwa nayo. Tuma, mimi nashukuru Mungu katika maisha yangu makuna safari tumeenda tumeona. Na nchi za wenzetu sijawahi kuona unakuta Marekani labda mzungu amesimama ukutani anakojoa pembeni, anajisaidia kwenye haja ndogo. Nikienda India au Malaysia huko sijawahi kuona Malaysia anafanya kwenye, lakini sisi Tanzania sasa unakuta mpaka watu inabidi walike kawaida nani usikojoe hapa, unapishana naye unatembea wewe uko pale kaka nani, yani wewe kidogo unaona hiyo ni ajabu. Nashangaa sema kuna mtu anashuka kwenye gari, anashuka kwenye tairi yake anakojoa kwenye tairi ya gari. Imagine, yani watu wanapita lakini yeye anafungua zipu anakojoa. Hasa wanaume, kwa sababu sijui huwa mnaonaje, yani kwa mnaona ni rahisi tu, eti mnaonaje? Mimi sifanyagi hivyo. Point yangu ni mmoja akioza wote. Zamani kwa kweli serikali ilikuwa inajitahidi. Naam. Ilikuwa na vyoo. Hata hapa vyoo vingine vinafungwa. Wakati wa mkoloni kila sehemu. Tofauti na siku hizi tena na wafanyakazi walikuwepo na vyoo vilikuwa visafi, safi kabisa, vina maji. Wakati wa kucheka na Kona Big Robot umefika. Kuna nini leo kwenye Kona Habibi? Unaenda wapi?
naenda chooni. Lete hela. Naomba bibi niingie nikitoka ndakupa. Mimi sitaki matatizo bwana. Mimi sitaki. Toka bwana. Usoke hapa. Chezea mie. Si mchezo. Oya, vipi? Changu. Sijafanya chochote kweli bibi. Wewe yaani kelele zote nilikuwa nasikia kuna sema hujafanya kitu. Nenda kaangalia kweli. Usitanie. Unajua tunafanya usafi hapa. Sawa, nenda kaangalia. Mimi sio nimekaa hapa nimekaa bure. Sijaenda kweli. Nikiingia huko nikikuta umefanya kitu nikitoka huko. Uende uone. Subiri. Yaani mambo poa. Stop. Hapo. Go ahead. Sitaki nyinyi wanaume mna matatizo huwa mlipi hapa. Toka, choo kimefungwa. Toka, ondoka. Mambo wiki wote umeona mmefurahia, sasa mada inaendelea. Kuhusu vyoo ni tatizo. Lakini tusikandamize sana serikali kwa sababu hata hivyo vichache walivyojitahidi serikali vikawepo bado sisi hatuvitunzi. Kwa hiyo hata sisi pia ni tatizo. Kwanza tuelimishwe kupitia hivyo vyoo kwamba vyoo vinahitaji usafi. Kwa njia yoyote ile, hata kama kwa kuandikiwa bango, hata kama kwa kucholewa picha, maana tunaweza ukasema mimi sijasoma. Sawa basi cholewa picha hapa. Na kuna mwingine pia unaweza kumwandikia akamwambia mimi hapa sifikii, hapa mimi nakojua chini, hapa kwenye maandishi sifiki. Kwa hiyo sasa inabidi tusitupie sana serikali tatizo kwamba yenyewe ndio yenye tatizo, yenyewe ni tatizo kwamba tumelipa kodi, tumefanya. Basi hata hivi vichache tulivyo navyo hebu basi tuviboreshe. Watu wavione, hata nchi nyingine waseme Tanzania vyoo vipo. Nilifika sehemu fulani nilikojoa pale Mbagala nilikojoa kwenye choo. Kwa hiyo vionekane basi hata hivyo vichache vilivyopo. Mimi nadhani tuwe wastaarabu. Tunakosa ustaarabu. Unajua tukikosa ustaarabu unatokea unakuwa unafanya kitu ambacho ni cha aibu. Kawaida swala kujisaidia ni kitu cha asili ambacho mtu unakuwa unawajibika nacho wewe binafsi mwenyewe. Unaona? Sasa haijulikani ni saa ngapi utapata hilo tatizo. Na kwa kuwa labda watu tumekuwa hatuna ustaarabu, tunategemea zaidi viongozi wawe wastaarabu. Viongozi ndio wawajibike tuwekea huduma za namna hiyo. Na hata wakija kwenye kampeni nadhani tungeendesha tu masomo kwamba wakija kwenye kampeni tuombe vitu vya namna hiyo. Utoe ile dhana kwamba awamu ya pili ndio vyoo viliharibika. Ni kwamba vilianza kuharibika bila kujua ni lini, kwa sababu population iliongezeka Dar es Salaam, watu wakawa wengi wametoka Tanzania nzima. Tanzania nzima. Sio kwa hiyo hata wakati wa Nyerere vilikuwepo, lakini walikuwa watumii. Hakuwa na hiyo dhamira ya kutumia vyoo. Kwa serikali ibinafsishe basi, kama vitu vingine vya binafsishwe vitengenezwe vyoo vya umma. Iwe biashara sasa. Iwe biashara, at least kuna changiwa hata percent fulani ili mradi tu wa Tanzania tupate kujistiri.